éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchant de moi des volets rapides au moment de l'offrande du soir. Amen. Il m'instruisit, il s'entretait avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, y comprend, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, et en cette semaine, dans 62 semaines, le plan, il est poussé, c'est rétabli, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, Edouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruire la ville, il est sanctuaire, il s'en fait, arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur durera jusqu'au terme de la guerre. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il dira la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Amen. Mungu abariki usomi wa neno lake na tutaweza kukaa. Amen. Amina. Amen. Tuko nagusia juu ya 70 semaines de Daniel. Amina. Amen. Na andiko ambalo tuko nasoma hapa hatuya idekortike. Tungali na muda yenye tutaigusia ile profesi ama hii vision ya Daniel kusudi tuweze kuelewa ni nini ambayo malaika aliweza kumwambia. Amen. Amina. Kwa hivi tungali tumu introduction, tukipalulia chibanza, tukitia uwanja, kwa sababu tulisema ya kwamba ce n'est pas une leçon facile. Batu mingi bako na mauvaise compréhension. Mais iliomba Mungu yeye pekee atupatie la bonne compréhension. Amen. Amina. Mais tuliweza kusema ya kwamba hii 70 semaines Daniel, ça concerne les Israël. Amen. Ça concerne les Juifs. Amen. Kama sisi tunaweza kuigusia, c'est parce que Israël iko kalendari yenye tunaweza kuangalilia yako. Iko horloge yenye inatuonesha kama nasi wakati yetu inafikia wapi. Kwa sababu kama tulipata neema ya kupokea Yesu Kristo, ni jua Israeli waliweza kumkataa. Wakati walimkataa, Seigneur akatugeukia. Na hivi tunajua ya kwamba atakapomaliza kazi na shie, ataweza kurudia tena wapi? Kwa Waisraeli. Amen. Tusema ya kwamba anatumika na sie wa mataifa mubizazi ngapi? 7. Kizazi ya kwanza ishakapita, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita. Kwa sasa tuko mkizazi ya 7 ya Laodicea, kwenye ndugu yetu William Abraham alipata neema kuwa nabii wa hiki kizazi. Amen. Amina. Na hivi sasa tuko na chunga mwisho wa hii kizazi, wakati itaisha ama wakati bibi harusi atanyakuliwa. Amina. Neema inatoka huku kwetu. Amina. Na hivi message itaweza kurudia wapi? Kwa Waisraeli.
tutaweza kudekortike ile andiko kusudi tuweze kuelewa. Na tuliweza kuonesha ya kwamba peuple d'Israël iliweza kuingia katika utumwa, lakini kiliacho naingia utumwa ni kwa sababu haikutii maagizo ya nani? Ya Mungu. Il la plus grande chose, na kitu kikubwa yenye iliacha banaingia utumwa ilikuwa ni kuabudu sanamu. Amen. Amina. Pale ndio kwenye tena tunaanza leo kusudi tuweze kuvumbula ya kwamba kuabudu sanamu ni kitu kibaya sana. Amen. Tungali tu musomo, mimi niko naelekeza kusudi tu comprendre hawa watu waliparvenir kuingia mbutumwa juu ya nini? Amen. Amina. Amen. Tutasoma katika Exode 20 Kutoka 12 verset ya kwanza mpaka ile ya 5. C'est un sujet d'enseignement. Hiyo ni mafundisho. Nous devons aller lentement Inapaswa tuende na pole afin que chacun de nous puisse comprendre c'est quoi les 70 semaines de Daniel. Kusudi kila mmoja aweze kuelewa majuma 17 ya Danieli. Exode 20. Waswahili frère bien-aimé, qui est beau. Vous devez asseoir karibu hapana kwa nenda pale. Amen. Exode 20 du premier verset 11e. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles à 10 ans. Alafu Mungu akatafsiri maneno haya akisema. Non. Alors Dieu prononça toutes ces paroles à 10 ans. Mungu akasema maneno haya yote akisema. Je suis l'Éternel ton Dieu Mimi ni Bwana Mungu wako. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Ambaye alikutoa kati ya nchi ya Misri. de la maison de servitude. Kati ya nyumba ya utumwa. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Tu ne feras point d'image taillée, Usifanyie sanamu ya kuchonga. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, Wala kitu kilicho mbinguni juu. qui sont en bas sur la terre, Wala duniani chini. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Wala maji chini ya dunia. Tu ne te prosterneras point devant elle, Usijiname mbele yao. et tu ne le serviras point. Amen. Sikia. Car moi, l'Éternel ton Dieu, Kwa kuwa mimi Bwana Mungu je suis un Dieu jaloux, Amen. mwenye wivu, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants nikibadiliza wana uovu wa baba zao jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. hata Amen. kizazi cha 3 au cha 4 cha wale ambao wananichukia. Amen. Amen. Hapa ni Mungu mwenye alichaguaka taifa ya Israeli. Amen. Anatasema nao aseme si nimebatosha Egypte mbutumwa. Kitu mimi nawaambia mie niko jaloux. Mimi nakuwaka na chuki yangu sana ni wakati mtu amejitafutia kamungu kengine pembeni yangu. Amina. Aseme mtu akitafuta kamungu kengine anaanza kukaabudu, anaanza sema kale ndio kalimuumbaka, anaanza sema kale ndio kanamchunga, aseme pale mimi nakasirika. Amen. Amina. Amen. Ndio anasema mimi nawaambia musijichongee himuti, musijitafutie hitu. Mkisema hile ndio yenyewe inakuwa ni Mungu yenu, na musipige magoti kwenye ile hitu. Amina. Kakwe ni katu kenye kanafanana hitu vya mbinguni, kakwe ni katu kenye kanafanana vitu vya dunia, kakwe ni katu kenye kanafanana vitu vyenye viko meme ndani ya dunia. Musikapigie magoti. Amen. Amina. Amen. Munasikia ya kwamba iko matata. Mimi narudia mwile andiko. Tu ne te prosterneras point devant elle. Mungu akasema maneno haya yote akisema. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Usijiname mbele yao Et tu ne les serviras point. na kuzitumikia. Car moi l'Éternel ton Dieu, Kwa kuwa mimi Bwana Mungu je suis un Dieu jaloux, ni Mungu mwenye wivu,
Mwenye anakasirikaka wa kwanza ni Mungu. Amina. Mwenye kuna jalousie ya kwanza ni Seigneur. Kuna wivu ya kwanza. Kama unaenda jitafutia Mungu mwingine anakasirika. Amen. Amina. Amen. Qui punit l'iniquité des pères? Sur les enfants. Amina. Baba yako na commettre péché ya hivi, Mungu anasema nalamba watoto. Amina. Tena anasema ile jalousie yake inafika même ku 3e na 4e génération. Sijui kama generation inamalizaka kama ni miaka ngapi. Nyewe wenyewe mnasoma ile generation compte combien d'années? Devoir à domicile pour les élèves. Amina. Il quitte, vous allez nous le faire. Pour le moment, vous allez nous dire une génération compte combien d'années. Kusudi waseme génération imepita inaomba miaka ngapi? Amina. Donc les élèves moyenne mujikoserte, nous attendons cela prochainement. Je vais poser cette question. Amina. Moyenne mulise walimu yenu, une génération compte combien d'années? Mais sasa Mungu anasema wakati umemkosea unaabudu Mungu mwingine, anaweka ile chuki mpaka 3e na 4e generation. Na hiko nasema babake huyu alinikosea. Babake huyu alipigaga magoti kwenye kuko kamuti. Babake huyu alipigaga magoti kwenye kuko hisima na efera beto. Anafatililia na watoto wenu ushaka kufa. 4e generation. Ni kitu ya kuogopa sana. Amina. Ile ni kitu ya kwanza ambacho Mungu aliweza kuambia watoto ya Israeli, kuwaonesha ya kwamba iko Dieu jaloux. Amina. Amen. Na ni pale ndio kwenye tunaona les 10 commandements. Ndio amri 10. Amina. Amen. Na ya kwanza ndio ile aliweza kusema usiabudu Mungu mwingine andeoro ya mimi. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Sasa siku moja Yesu Kristo na alishafika, kiana mmoja akamtembelea. Ule kiana alikuwa patron. Akafika kwenye iko. Akasema sasa, maître, mwalimu. Unaweza kuniambia nifanye nini kusudi niweze kuingia ufalme wa mbinguni, nipate la vie éternelle? Kusudi nipate uzima wa milele. Unaniambia nifanye nini? Yesu Kristo akamwambia, akasema, kenye nakuambia inaomba uheshimu ile maamri. Amina. Hii 10 commandements tuzisome. Exode 20. Pale kwenye tuko verset 3 à 17. Twende pole pole. Waswahili tusomee kwa sababu wakati inapita. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia. Usijiiname mbele yao kuzitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Nikipatiliza wana uovu wa baba zao. Ndio. Hata kizazi cha 3 au cha 4. Hata kizazi cha 3 au cha 4 cha wale ambao wananichukia. Ndio. Na nikihurumia elfu zao ambao wananipenda na kuchunga amri zangu. Ndio. Usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Maana Bwana hata mhesabu ya kuwa hana kosa mwenye kutaja jina lake bure. Kumbuka siku ya Sabato uitakase. Kumbuka siku ya Sabato uitakase. Siku 6 utatumika na kufanya kazi zako zote. Lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Usitende kazi ndani yake. Wewe wala mwana wako wala binti yako
mtumishi wako wala kijakazi wako wala nyama zako wala mgeni aliye mlangoni mwako. Maana kwa siku sita Bwana akafanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyo ndani yao, akapumzika siku ya saba. Kwa hivi Bwana akabariki siku ya Sabato na kuitakasa. Heshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ambayo Bwana Mungu wako anakupa wewe. Shairi la 13. Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wako, wala kijakazi wako, wala ng'ombe yake, wala punda yake, wala chochote kilicho cha jirani yako. Amina. Amen. Zile sizo makomandement zenye Mungu aliweza kupatia nani? Moize. Amina. Sasa hizi ndio zenye watu walikuwa wanajikaza waweze kuziheshimia. Amina. Sasa huyu kiana mu Matthieu 19. Matthieu 19, tuende pole pole. Matthieu 19 verset 16 à 22. Huyu kiana akatembelea Yesu akasema, sasa mwalimu, unaweza kuniambia nini kusudi niweze kuishi milele nipate la vie éternelle? Amina. Amen. Amen. Tout sommes verset 16 à 22. Mathayo sura yake ni ya 19. Shairi lake ni la 16. Ndio frère. 19:16. Neno la Bwana linasema hivi. Na tazama, mmoja alikuja kwake akisema, voici un homme s'approcha, il dit à Jésus, mwalimu mwema, Maître, nifanye nini? que dois-je faire de bon Nililo jema nipate uzima wa milele? pour avoir la vie éternelle? Akamwambia, Il répondit, kwa nini unaniuliza juu ya maneno mema? pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Ni mmoja aliye mwema, Un seul est bon. ndiye Mungu. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, Lakini kama ukitaka kuingia katika uzima, observe les commandements. ushike amri. Amina. Amen. Ile tu ilikuwa réponse yenyewe iliweza kumjibia. Alors suivant. Lesquels il lui dit. Akamwambia, Et Jésus répondit. Yesu akamjibu, Tu ne tueras point. kia kwanza usiue, Tu ne commettras point d'adultère. usizini, Tu ne déroberas point. usiibe, Tu ne diras point de faux témoignages. usishuhudie uongo, Honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako, Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. na penda jirani yako kama wewe mwenyewe. Alors écoutez le verset 20. Kisha mshikie shairi la Les jeunes hommes lui dit, yule kijana akamwambia, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? maneno haya yote nimeitii, nimepungukiwa na nini tena? Amen. Amen. Ni kusema ile 10 commandements, Amen. Kiana yeye anasema alikuwa anachunga zile de A à Z. Amen. Na wewe umejiretrouve wapi? Amen. Amina. Umejiretrouve wapi? 10 commandements yote unaiweza? Mungu atusaidie sana. Me huyu Kiana akatembelea Yesu. Yesu akamuonesha 10 commandements akasema vile mie ninaviweza tangia utoto. Amina. Alors Jésus lui dit, Yesu akamwambia, si tu veux être parfait, kama unataka kuwa mtakatifu. kumbe ile 10 commandements nayo ilikuwa haifai nini, haitoshi. Amen. Mais akamuongezea akasema, Amen. si tu veux être parfait, Kama unataka kuwa mtakatifu, vends ce que tu possèdes, uzishe yenyewe unakuwa nayo, donne-le aux pauvres, uipane kwa maskini, et tu auras un trésor dans les cieux. na utakuwa na hazina mbinguni. Puis viens et suis-moi. Na baadaye kuja na kunifuata. Après avoir entendu ces paroles, Baada ya kusikia hii maneno, les jeunes hommes s'en alla tout triste, kiana ule mchanga akaenda na amekuwa na amefadhaika, car il avait des grands biens. kwa sababu alikuwa na pesa nyingi. Amen. Amen. Niko na kenye niko natafuta pale. Amen.
kuabudu sanamu haiko tu kale kamuti kakuchonga. Kila kitu kenye unatia yulu ya Mungu. Amen. Amen. Iko sanamu. Amen. Amina. Waisraeli waliambiliwa basiabudu sanamu, na huyu kiana mwidi komandema anajiretruveke haya pigaka magoti kwenye kuko kamuti, kwenye kuko kiumbe, lakini kunaenda kuwa sanamu yengine yenye imemubana. Amen. Amina. Amen. Akasema mie si afanyaka vile vingine, mimi nachunga vraiment diko mandema. Maandiko nasema kwamba Yesu alimfurahia kata sana. Akamupenda. Me akamutia deva en exercice. Hiyo akamtia mbele ya mtihani. Akasema kama unapenda ukue parfait, kama unapenda ukue mwema, enda uzisha vitu yako na uvigabulie kwa maskini. Amen. Amen. Wakati aliona ile akasema aka kakisomo kanataka kula lare yangu. Wanasema hii somo inaombeshaka watu. Amina. Iko gisi wakati watu walisikianga kino obe ashaingia mkisomo, bashaanza na kule kisomo. Wakaanza kwa naambia madame ndio pale. Ndio vyenye vekawa. Amina. Hapo vitu vyenu viisha. Munaomba. Bakristo watakuwa nakuya wanalomba. Pastere wengine watakuwa nakuya wanalomba. Amwerio hamutafanya tena project. Wale wenyewe walisema vile walikuwa esprit ya sasa ya huyu kijana. Amen. Tunaona Mungu anatutayarishia debeli show. Amen. Il nous prépare de belles choses. Mais huyu kijana yeye akasema nimeomba. Akasema mimi si Mungu ndio mwenyewe ameniambia hivi, mie sitaviamini, mimi naviacha. Amen. Ni kusema aliabudu mali yake kushinda Mungu. Amen. Anatia mali yake mbele kushinda Mungu. Amen. Nayo ilikuwa ni sanamu. Amen. Amina. Amen. Parole inaweza kukondane kitu umu. Na wewe unasema kile kitu siwezi kiacha. Amen. Ni sanamu. Amen. Amina. Amen. Parole inasema musifanye kitu fulani, mnasema omwe mimi naacha kisomo na nimebakia na kile kitu yangu. Sanamu. Amen. Na juu ya kile Mungu atakukasirikia. Amen. Atakasirikia kana watoto yako. Amen. Generation a generation. Hallelujah. Jo kuna na matatizo inafaka mtoto mera kesonde sana. Kuko mwenye alikometraka ile deka. Wewe. Jo unatasikia huyu kisi amejikomborte sawa tati yake. Huyu kisi amejikomborte sawa shangazi yake. Kiko naenda kinawafata. Kumbe mshaka kosea Mungu. Amina. Amen. Ndio maana Daniel alijuaka kile akaanza kulia na kulomba mapardo. Ndio maana na wewe ukisha découvrir kile kenye walifanyaka mubaya inaomba kukiombea. Amen. Unajene sawa Daniel. Unavala biti ya kupasuka. Amina. Unaona ya kwamba aliweza kujitia meme majifu. Amen. Haiko tu kujirundia ameni kuonesha moyo ya kuvunjika. Amen. Amina. Amen. Kiana ye huyu anaabudu sanamu. Hallelujah. Sanamu yake ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni pesa. Tuongeze andiko lingine. Amen. Esaïe 48. Verset 8. Inasema hivi.
Je suis l'Éternel. Interprétez, le temps est en train de finir. Je suis l'Éternel. Non, je suis l'Éternel. Ama wa milele. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Amina. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ule ni Mungu iko nasema kama naweza sema tihaki. Tihaki akala donge anasema mimi wa milele. Amen. Siwezi patia utukufu wangu mtu mwingine. Na siwezi penda mtu mwingine wamupigie marusako. Amen. Amina. Amen. Wakati tu anaona ushaanza patia maone zenye nilipata, unaanza zipitishia mtu mwingine, anasema mimi sisipotake vya vipi. Unaona kitu hatari. Amen. Mungu anabakia kama maneno yake. Amen. Il dit je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana. Sitaitikaka honere yangu. Amen. Gloire yangu ipatiliwe mtu mwingine. Amen. 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 Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Kazi yako inakuwa yulu kumungu. Bwana yako unamupatia nafasi ya yulu kumungu. Amina. Amen. Ine wanapatia kama mtu kazi. Ukishaona dolari zenye uko napata. Uta hata kama ni kisomo omwemi na chiacha. Omwemi na chiacha ulia kuacha hii kazi. Idole. Amina. Ni mwanamke. Unamwona useme nerero tu nikena mukopere mina muleta mkisomo nitimina muoa ero tunanimisha yana mubaya mtume mina acha che frere. Amina. Na nimeenda kule nipate ule mshiri idole. Amen. Ataka mutakuwa naye kule munazala na watoto munakomala juu uliacha parole juu ya ule mwanamke ushaburu sana. Amen. Niko nakokota masikio juu watu wanawazaka idole tu ni kwenda piga magoti kwenye kale kamuti kamulurde. Inaomba kuchunguza maisha yako. Eske hakuna sanamu yenye niko natumikia? Hiki somo kia kwenda kwa assemble mardi, vendredi, dimanche na chikeru haya. Wakati utaona nini nacho nasema vile ni juu ya muhogo yenyewe unaenda kapanulia. Ile muhogo iko sanamu. Amen, amen, amen. Kile kinacho unasema vile ni juu ya mandazi zenye uko unauzisha msoko. Sanamu. Amen. 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 Mungu aweze kutusaidia sana. Amen. Interpréter. Mes frères, Dieu veut que la gloire me revienne. Mungu anapenda utukufu murudilie. Vraiment, ça ce n'est pas une bonne chose, frère. Quand vous interprétez, vous devez vous tenir ici devant. Mes frères, Dieu veut que la gloire lui revienne à lui seul. Je prie pour toi par exemple. Ni mu prédicateur anakuombea.
Akisha kuombea unapona Amina. Amen. Alipitaka hapa sa leo anaombea frere humu biese, unapona. Ukishapona unachunga siku atakuyaka kumishaisha inane, wakati atafikaka hapa ndio unasema kuti vraiment mimi nashukuru Mungu, wakati frere Obeli pitaka hapa akaniombea niliponaka, vraiment merci Obeli, ulifanyaka bien kuniombea. Amen. 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 Ulikuwa hausalaki, mtu anakuombea. Amina. Unaenda kwenye kunasema merci mchungaji, nilishapata mtoto, ulifaa bien. Amen. Vapredikatere ni vyombo. Amen. Vapredikatere hawaponeshake. Amen. Amen. Vapredikatere hawapanake watoto. Amen. 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 Vapredikatere hawapanake mabenediction. Amen. Kusema juu wenyewe walibariki. Mwenye anabarikiaka ni Mungu. Amen. Mwenye anapanaka watoto ni Mungu. Amen. Mwenye anaponeshaka magonjwa ni Mungu. Amen. Wakati tu unaenda sema merci pasteur Sumu. uliniponesha. Amen. Là vous voulez me prendre comme un idole. Ndio, bado nataka kunikamata kama vile sanamu. Na mtu kisema basi merci na huku kuyasema merci, pale sumu imeingia. Amen. Oh, poison. Wewe mwenyewe ulikuya sema merci na mwenye alipokea ile merci, Mungu anawakasirikia. Amen. Mais ce que vous devez dire ni kusema, unaweza kutoa tu témoignage, unasema Mungu aliniponesha. Amen. Amen. Me watu wamebeba watu kama sivyo wenyewe wanaponeshaka. Amina. Wakati atakuyaka safesenga njo unasali unasema. Nikusema unasema tu mwenyewe kuponeshaka. Amen. Oro celui qui guérit c'est le Seigneur. Yeah, ngaonye naponeshaka ni Bwana. Branham haponeshaki. Amen. Hayaponeshaka hata mtu. Amen. Mwenye alikuwa anaponesha c'était Dieu dans Branham. Amen. Ni Mungu ndani ya Branham. Amen. 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 Amina. Amen. Vyote venye alifanya c'est Dieu qui les a fait. Amen. Mahistoire zote tunasikiaka, vilema viliponaka, benye alifufulaka na wengine, mais ce n'était pas lui, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Amina. Mnajua ya kwamba Mungu alifanya vitu vikubwa vikubwa katika hii kizazi yenye tunaishi ndani. Mungu alijiachililia hata wamubane foto. Amen. Sinjo ile pale. La colonne de feu au-dessus de la tête du prophète William Marion Branham. Nguzo ya moto yuru ya kichwa ya nabii William Marion Branham. Mungu anajiachililia wamubane foto kusudi ikuwe témoignage na kuonesha ke ujumbe yenye alipatia nabii wake ni ya kweli. Me hakusema kusudi watu waabudu nani Branham. Amina. Mungu akaacha wamubale foto avec cette niais de gloire. Me Mungu hayasema hii foto tukwe na iabudu. Gisi hadithi imesema hata ikuwe kitu ya mbinguni. Amina.
hatuwezi kukiabudu. Niko na kwenye niko naendea. Kitu kinaweza kutusaidia hata kama Mungu ndio mwenye alikituma, tukianza kukiabudu kinakuwa kibaya. Amina. Hata hii msalaba sete croix ici, ukianza kwa pia tupiga magoti kwenye hii msalaba, nayo iko kuabudu sana. Amen. Wewe wakati unaona msalaba tu directement unaenda huko unapiga magoti, nayo ni kuabudu sana. Hatukuokolewa. Hii msalaba haiko jili tuokoa. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Wewe tu ukishaona aka nikasalaba katu mnyumba pale pale unakimbia unakupiga magoti. Amen. Chile ni Katoliki. Amen. Ça c'est du catholicisme. Vraiment catholique. Amina. Mesi tunaiwa kile mwenye alituokoa ni nani? Ni Jésus. Alikufiaka juu nini? Kumsalaba. Amen. Mais ce n'est pas la croix. Lakini haiko msalaba. Qui vous avez sauvé? Alituokoa. Siku pembeni yake kulikuwa wengine wa mwizi. Msalaba. Na walikuwa kunini? Kumsalaba. Amen. Mwingine alikuwa hapa kumsalaba. Na mwingine kugoli kutroti kumsalaba. Na Jésus kumsalaba. Amen. Amen. Kumsalaba. Amen. Sasa mwe unaenda piga magoti kwenye msalaba ya mwizi. Vraiment. Amen. Amen. Amina. Ishu watu wote wenyewe walikuwa wanaenda kumsalaba, walikuwa marepele, ilikuwa kifo ya haya. Wenyewe walikuwa na kometre matega za mwisho ndio wenyewe walikuwa wapelekwa kumsalaba. Ndio msalaba haikuwa kitu cha mpya. Na Jésus hakuwa wa kwanza wa kwenda kumsalaba. C'est pourquoi usione msalaba njoo ile niende nipige magoti. Idolatry. Amen. Wabudu sanamu. Amen. Amen. Hii tunaitia pale ni kutukumbusha tuyue que Seigneur alikufaka. Amina. Mais on adore pas cette croix. Lakini hatuabudu hii msalaba. Mungu aweze kutusaidia sana. Amen. Amen. Mimi nawapatia mfano. Wakati wana wa Israeli walifika mudesert, banafika mjangwa, banaanza kujilungumula, banaanza kusema, banasema mubaya contre Musa, banasema mubaya contre Mungu. Amina. Wanaambia Musa, wewe ulituleta huku mjangwa kusudi tukie tukufie huku. Huku mjangwa hakuna maji, huku mjangwa hakuna mikate. Amina. Mungu hakufurahia kile kitu. Mungu akasema, mbona niko napatia hapa ni chakula? Wakasema, si ni chakula yako visha tujene. Watu wanaweza kuonekana huko nao wenye wako vile. Wenye walitoka Misri dans le péché. Mais anafika hapa anaanza ona kia amechoka. Parole na mchokesha. Anaanza sema hii krize ya mjisomo hii. Njoo nili ataka vraiment ndugu na nitembelea tu niletee message. Oro senye nilikuwa ningali kule mumonde. Na mimi naweza uwa. Amina. Amen. Mimi naweza enda piga chigalo yangu ya chibari na ndaua kwa 60 mali. Amina. Mina weza fika munjia, mina dedolinere mtu ananipatia Carolite. Amina. Sasa hii message imeacha hatupate mikate.
wakanungunikia nani? Mungu na Musa. Maandiko nasema pale niko mnombro. Amina. Hesabu 21 shairi la 4 na la 5. Maandiko nasema ya kwamba Mungu akakasirika. Amen. Wakati unanungunika juu ya parole, Mungu anakasirikaka. Amen. Mungu akakasirika. Wakati alikasirika, akatuma manyoka. Nyoka zenye zitaluma watu. Nyoka zikaanza luma watu. Ikisha kuluma tu unadai. Nilikuwa nakumbuka historia yenyewe watu wako napitiza marezo sosio kama ni ya kweli, ya kosi kama ni ya Kongo. Amina. Amen. Kwa nasikia kama kulikuwa kama njoo ile ya Ijwi. Niko siko kule kwa Karavande kule Musidi Kivu. Waseme hapa bandugu wenye bako natokea Kipese nafasi nyingine kama walifika hako. Ni maisware ziko ku rezo niko na mina nukuu. Wanasema kama walisumbua kule watu miezi yue. Waseme njoo manyoka kule kuko balozi ambao walikuwa balozi ba mama hao wakasema asi hatuna bunduki. Tunaweza kufanya kope ya manyoka. Sasa ndio wakatumia manyoka, nyoka zilikuwa zimeshaluma kama wasenge. Na wale watu wakajitosha mwili juu ya kuogopa manyoka, juu watu walikufa juu ya kulumiwa na nyoka. Njoo na mimi nilikumbuka manyoka za mudeze. Amen. Nikasema manyoka zililumaka watu mujangwa. Mezi limalumaka juu ya nini? Ya kunungunikia Mungu na Musa. Amina. Na kuluma unadai. Watu wakavumbula. Wakasema tumeanza kufa. Amen. Kwa hili retu tena. Amen. Amina. Wakakuya ungama. Wakakuya kwenye Musa. Wakasema Musa, tumekukosea na tumekosea Mungu vile vile. Amen. Amen. Utuombee pardon ku Mungu. Amen. Amen. Mwenyewe wa Mungu ndio mwenyewe anafika ku ile niveau. Mwenyewe haiko wa Mungu hakumbukake na kulomba masamaha. Amen. Mungu anamupatia kafimbo na shaka toka na mtisomo hata vumbula ke hivi ndio biko na nisumbua. Amen. 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 Mungu wakati alipata ile message akasema okay Musa, jua amelomba pardon, uende utengeneze nyoka ya shaba. Amen. Ile nyoka utaitia kumuti. Yeyote mwenye atalumiwa na nyoka akeigeukia atapata kupona. Amen. Amina. Amen. Mungu anatiaka tu l'homme devant le choix. Mtu mbele ya chaguo. Hata kama sema ni sawa niishie pale. Mimi nasema okay. Mimi natia tena kuchagua. Kama unapenda kukufa utakufa. Kama unapenda kuishi utaishi. Na condition ni kugeukia ile nyoka. Amen. Musa akaenda kamata kama vilikuwa vimarimite vya nini, akaanza kuvisaga na kutengeneza ile nyoka ya shaba. Nyoka na kuluma. Dilitema pale. Wanasema angalia kwenye kukonyoka. Unageukia yako unapona. Amen. 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 Wengine inamuluma. Imeniluma. Wanasema geukia kuna sipendi.
somo. Ile somo sipendi. Anakata. Haleluya. Bana kebereichishe. Anakata. Jusqu'à ce que poison inamuua anadai. Amen. Ndio niko nasumbua na watu hizi. Mugeukie kwenye kuko Yesu injie. Injie. Amen. Oh Seigneur. Amina. Amen. Ile nyoka iliponesha watu. Mema hadithi nasema ya kwamba apres siku mingi peple ya Israeli ikaanza kuabudu ile nyoka. Amen. Ikaanza kuabudu ile nyoka. Amen. Wakati walianza abudu ile nyoka, Mungu mwenyewe anasema iko jaloux. Hapendaki kupata pouvoir yake, omere yake na kitu kingine, akakasirika. Amen. Amen. Mwenyewe alisema watengeneze nyoka ni nani? Ni Mungu. Amen. Na wakati watu waliitosha mulinge yenye Mungu aliitiaka wakakuwa wameenda contraire. Amen. C'est ça. Mungu ndio mwenye alitutumiaka nabii. Amen. Mungu akaruhusu ajifotografie kukichwa ya nabii. Na wakati tu watu wanaanza kumwabudu wamekometre erreur. Amen. Amen. Amina. Amen. Watu wamefika mbali. Wewe. Nilipata ka video nilikatuma mgrupe mwa hivi ya bafrère bakule. Mtu kuna prêcher. Laisse celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Branham. Celui qui nous a sauvés, c'est Branham. Celui qui a fait ceci, c'est Branham. Unaona watu kichwa zimefika ku niveau ya chini, donc ils sont devenus des fous. Amen. Amen. Mungu hata achililia wale watu. Amina. Hii nyoka ya yenye ilikuwa naponesha watu siri ordre ya Mungu. Wakati watu walianza iabudu, Mungu akakasirika. Dieu jaloux. Amen. Amina. Amen. Na ukisoma Muderwa, amina. Amen. Ukisoma Muderwa, Mungu, Derwa verset 18. Non, Derwa chapitre 18. Verset 4. Mungu akasema ile nyoka ibomolewe. Amina. Amen. Ilikuwa periode ya roi Ezekiel. Kama ni roi, kama ni profete siyu. Amen. Tupasome. Derwa verset 18. Wafalme wa pili sura ya 18. Chapitre 18 verset 4. Yosafati akamwambia mfalme wa Israeli, uliza leo ninakusihi kwa neno la Bwana. Non, verset 4. Verset 4. Des Rois, chapitre 18, verset 4. Wafalme wa pili sura ya 18, shairi la 4. Aliondoa pahali pa juu na kubomoa nguzo na kukata Ashera. Huyu ni mfalme Ezekiel. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba il fit disparaître les hauts lieux, brisant les statues. Aliondoa pahali pa juu na kubomoa nguzo na kukata Ashera. Akaona chisomo chishaka kwamo visati watu walishaanza viabudu akavibomola. Amen. Amina. Ndio maana na hizi mafoto tukiona ke watu walishasikilia confiance na tutazitosha pale. Amen. Tukiona tu mmusha kwa mafrere venye wakati anaomba baada yake watu tolia ule se yeye tusenya naomba anaangalia foto. Amen. Unakuwa na pia tuja kuona foto hiyo. Mimi naona kasenye mimi na prier niko naangalia ile foto ndio senye priere yangu inafika.
tutasema iko mwabudu sanamu kusudi huyu asipotee, tutaitosha pale. Ezekiel naye akabomola vistati vyote vyenye vilikuwa kamule. Amina. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, akavikatakata vyote akavibomola. Watu wangesema amekufuru, ameshaliharibisha, akavibomola. Amina. Il mit à pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Frère. Ashera akavunja vipande ile nyoka ya shaba aliyofanya Musa. Amina. Ile nyoka ya shaba yenye Musa alifanyaka nayo akaifanya nini? Akaibomola. Ungekuwa pale ungelisema nini? Inukasema kwa ameshabomola na nyoka ya shaba yenye Moizi alitengenezaka, yenye ilipoleshaka watu nayo ameibomola. Amen. Amen. Amina. Haliku nasema Français nasema il mit à pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Akavunja vipande ile nyoka ya shaba aliyofanya Musa. Car les enfants d'Israël, kwa maana hata siku zile wana wa Israeli avaient jusqu'alors brûlé des parfaits devant lui. Walikuwa wakichoma uvumba kwayo. Watu wanabalisha leta sadaka yenyewe wanaposha patia Mungu, wanaanza naifanyizia kwenye ile nyoka. Amina. Gisi watu wanaenda kapeleka malare mchindegea kwenye kuko Maria muilurde. Maua watu wanaipeleka mkalurde. Mungu hapendake vya vile. Amen. Nyoka ya shaba Ezekia akabomola, akasema hivi vitu nishaona Waisraeli bashafika mbali. Amina. Amen. Mungu asaidie sana. Amen. Niko na kwenye niko naendea. Mungu hapendake kupartaje honor yake na mtu mwingine. Dieu est l'idolâtrie. Mungu anachukia waabudu sanamu. Israël, Na Israeli quand ils sont arrivés dans la terre promise, wakati walipofika kati ya nchi ya ahadi, ils étaient dirigés d'abord par les juges. waliongozwa na watu wenye waamuzi. Après, ils ont été dirigés par les rois. Na baadaye waliongozwa na wafalme. Amina. Amen. Walikuwa wakishapita mwinde safari. Wamefika wenye walifikaka avec Josué. Wengine walishakufia munjia. Wakaongozwa, wenye walikuwa naongoza peuple d'Israël. Wa kwanza c'était des juges, waamuzi. Wakati pouvoir ilitoka kwa waamuzi, ikapitia sasa kwa roi. Wafalme. Amina. Le premier roi Na mfalme wa kwanza était Saül. alikuwa ni Sauli. Amina. Amen. Saül, ce fut le premier roi d'Israël. Saulo ndio alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Le deuxième, Wa pili c'était David. alikuwa ni Daudi. Balikuwa wakishatoka mubajije, Saül akakamata akakuwa roi, wa pili akakuwa David, ile troisième c'était Salomon. Na watatu alikuwa Solomon. Amina. Amen. Saül, David, Salomon. Amina. Mais wakati walifika sasa kusiku za Salomon, tena bakaanza kuabudu masanamu. Amen. Amina. Lorsque nous lisons cela dans un roi, Wakati tunasoma ile kati ya wafalme wa kwanza, wakati yangu malheureusement naisha, ndasema mukinywa, peut-être je devais commencer là-bas. Dans un roi chapitre 11, Wafalme wa kwanza 11 shairi la 5 la kwanza mpaka la 5 inasema ya kwamba Solomona wakati alikala kukiti akatafuta babibi ba mingi. Amina.
tunajua kama alikuwaka kama na 700 penye anapeleka kwa mambuzi na ba 300 bakongibine. Doke bake penye anapeleka kwa mambuzi 600, 700 na 300 sasa baije. Amen. Au total akakuwa na combien na 1000. Amen. Amen. Amina. Amen. Wakati unasoma mzile andiko nimetaya pale, maandiko nasema ya kwamba hawa banamuke aliendaka batrie nje ya Israeli. Akaenda batafuta mu makabila zengine. Na maandiko nasema ya kwamba wale banamuke juu walikuwa wenye wanabuduaka nabo sanamu, wakaaribisha roho yake ikageukia kuzile masanamu. Amen. Isho Mungu anatukosea, anasema wewe mwenye unapenda uole wake na mtu mwenye haiko wa mumesaje, utabuduaka sanamu. Amen. Wewe mwenye utapendaka uowe mwenye haiko wa mumesaje, tutakuonaka wewe mwenye ulikuwa kama ndio hawezi fika kwenye Lourdes na ushakende nafika hapo. Amen, c'est ça. Wewe dada mwenye unasema mimi napenda niole na ole waka na ule, tutakuonaka na unashaanza pika. Wewe kirekochi juu ya ndoa. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Tutaanzia pale, ile handiko iko très important, ndio tuweze kuintroduire vitu vingine. Amen. Meniko naonesha ke Mungu hapendi waabudu sanamu. Na tutaenda kuona ke hii waabudu sanamu ndio iliacha wanaenda muutumwa. Bakaenda fanya kule ile miaka 17. Na Daniel akasoma kitabu ya Yeremia na wamisha maliza ko deja 68 ans. Na kuna bakia combien 2 ans. Mungu awabariki.